Express your joy, furaha yako kwa Bwana. Nafasi nadra kama hii itumie inavyopasa. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana nakuhitaji. Mwambie Bwana nisaidie. Bwana ninataka wewe tu, wewe tu, wewe tu. Nakuhitaji Bwana, nakuhitaji, nakuhitaji Jehova, nakuhitaji, nakuhitaji, nakuhitaji. Shakara baganda ziakata ya babosi limakaya rabosoto libabazi. Nakuhitaji, nakuhitaji, nakuhitaji. Yes. Oh. Bashia la 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 musa kata la musa. Liam tarara bashe tele la bobosa. Oh, nakuhitaji Bwana. Oh. Kwani wewe waweza, wewe furaha yangu, wewe watosha Bwana. Bwana, nimekuja kwako, nimekuja inua jina lako, kwani wewe watosha, wewe watosha kwangu, wewe furaha yangu, wewe watosha. Sema Bwana, Bwana, nimekuja kwako, nimekuja kwako, inua jina lako, kwani wewe watosha, wewe furaha yetu, wewe watosha. Wewe furaha yetu, wewe watosha, wewe nguvu yetu. Oh, wewe ndiwe peke yako kaondoa mahofu yetu. Furaha iliyo kuu namna gani! Oh, haleluya, haleluya. Bila wewe Bwana siwezi, bila wewe Bwana siwezi. Niongoze, niongoze, e Bwana, e Bwana, popote nienda, Baba niongoze hata siku ya mwisho, ya mwisho, taji ya uzima, taji hiyo nipate.
nitie moyo, nitie nguvu, nishike mkono wangu Bwana, uniongoze mfalme mwema, tembea nami katika kila nyanda ya mapito ya maisha yangu. Mungu nisaidie, wewe ndiwe tegemeo, furaha ya moyo wangu, tumaini langu na utoshelevu wangu ni wewe, na kuabudu ninakupenda, katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Shangilia Bwana Yesu mpendwa, shangilia Mungu wako, shangilia Bwana wa mabwana. Haleluya, jameni, mshangilie Bwana Yesu. Haleluya. Hebu angalia mwenzako, muulize umemshangilia Bwana ama umepiga kelele? Muulize umemshangilia Bwana ama umepiga kelele? Haleluya. Shangwe sio tu kutoa maneno, inapaswa kutoka moyoni. Amen. Sio kelele ziliangusha kuta za Jericho. Kuna kitu kingine kilikuwa ndani, inaitwa imani. Chochote ufanyacho upasipo imani ni dhambi. Mwaambiwa hivyo, lolote utendalo mwanadamu bila imani ni dhambi. Kiambiwa ruka, ongeza imani. Hiyo matendo ya kuruka, weka imani. Kiambiwa pigia Bwana vigelegele na shangwe, sio kufanya hapana, weka imani ndani, itakuwa na faida. Bwana Yesu asifiwe. Basi unaweza ukapumzika kwenye kiti chako kwa muda tulionao. Na furahi kuona tena katika ibada ya pili. Mungu naomba usaidie upate kubarikiwa, maana kila tunapokusanyika Mungu bila shaka anataka tubarikiwe, na ndio maana ametangulia kuweka barabara ya kubarikiwa kwako, kubarikiwa kwetu. Nataka tuende katika neno la Mungu. Wale ambao ndio mara ya kwanza, karibuni sana. Amen. Haleluya. Najua ni safari ndefu, miezi 7. Mwingine tunashangaa taenda kanisani lini? Sasa umekuja kanisani. Kwa sababu umekuja kanisani, iwe ni wakati wa kula kitu zaidi. Fungua moyo wako. Awali kidogo niliona hata katika mitandao ya kijamii watu wakijaribu kuonyesha mitindo ambayo watakuwa wanakatika nayo wakati wataambiwa warudi kanisani. Na nimekuwepo hapa kwa muda sasa, nimejaribu kuangalia ni nani akona yake mpya. Hakuna. Sasa nashangaa, kwani wewe huko unajiandaa kuja na moja, kuja tu na moja, style yako unique, unamcheza, unamrukia Yesu, unampigia kelele kwa sababu unajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hakuna kitu inatia Mungu, inamfurahisha moyo wa Mungu kuona watu wake wanaelewa nafasi zao zilivyo za maana. Amen. Najua upendo si tu kwenda kanisani. Mimi husema hivi, kama itakuwa ni kwenda kanisani tu basi maisha yangu imejaa sana. Tangu nikiwa umri wa miaka 14, sijui ni lini nilikosa ibada. Sasa unaweza piga hiyo hesabu. Hata kufe mtu badani naenda, hata kugonjeke nani, hata mimi mwenyewe ninakataa, nasema nipeleke hapo nikakufia basi, kama kuliwahi kufa moja ibada. And I refuse to take the moments zile Mungu ananipatia for granted. Ana nitakuja kupeana hesabu ya siku, masaa. Ndio maana niko makini hata kujua kwamba kuna masaa ya kupatia Mungu fungu la 10. Katika masaa 24 kuna masaa yasiyo yako. Kuna sekundi na dakika zilizo za kwako. Katika siku zangu 6 za wiki, siku kama ya leo ambayo ni siku ya kwanza ya wiki. Hii ni siku ya kwanza ya wiki, sio siku ya pili. Inaitwa the first day of the week. Naitenga kabisa. Kuna simu za kupokea wala hata nani, hata Uhuru mwenyewe atembee kwangu, namwambia Sunday sikuangi na wageni, naenda kwa church.
ni siku yangu ya Sabato. Maana mimi ni msabato asili. Amen. I respect that day. I don't get visitors and I don't visit. Amen. Tangu wakati nilijua furaha ya kumjua Yesu. Kwambia mimi nilimpa Yesu maisha yangu kwa umri wa miaka 14. Muka wakati fulani nimelazwa hospitalini kuelekea weekend. Kabla sijaenda koma nikaambia daktari, na ujue naweza kaa hapa mpaka mwisho Friday. Ukijaribu kuniweka past Friday, shauri yako. Nikalala. Watu wanaangalia, wanaambiwa usisumbue hapo kwa dawa. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, that is Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday asubuhi saa 4 nikaamka. Wagonjwa wakatoroka wote. Wakasema huyu jamaa tangu wakuja lala tu. Na hiyo kitanda wamelala wanaume 6, na lala tu wanaenda kabisa. Tulijua hata huyu ni wasaa. Ameamka. Nilipoamka nikahisi njaa mingi sana. Nikasema niletewe daktari on duty. Kamwambia daktari, nataka kwenda nyumbani. Ile njaa niko nayo hamwezi mkaitoshelesha hapa kwetu. Niambia, unajua ngoja. Kamwambia mimi niko sawa. Mimi najijua niko sawa. Nilikuwa daktari mwingi. Akaniangalia akaniambia, you good? You good? Akaniambia, yeah, I told you I am good. Akaniambia, what is your faith? Akaniambia, I'm born again. Akaniambia, no wonder. No wonder. Your God is very powerful. Amen. Kadi ninaiangaliana kwa nyumba, sijawahi rudi clinic. That was the year 2006. Saturday nika spend the whole day. Niambiwa usisimame more than 30 minutes. The whole day. Kawa nimekusanya vijana kutoka Mwala, Masii, Omunyu, Saku, more than 180 youth rally Katoloni KAG. I want you to see kile unapatia nafasi kubwa maishani mwako ndivyo kinaathiri maisha yako kwa ukubwa. I don't know maishani mwako ni nini umepatia nafasi kubwa. Masaa yako mengi umepatia nini? Unaweza sema lakini unajua wewe ni mchungaji. Wokovu hujui mchungaji wala mshirika. Hakuna roho wa mchungaji na roho wa mshirika. Roho anaitwa Roho Mtakatifu. Kuna mmoja aliokolewa na damu iliyotoka kwa mguu na mwingine ikatoka kwa ubavu. Damu hiyo ni moja tu na ni Mwokozi yule mmoja. Kama alijidhihirisha kwa wengine, hata wewe unapaswa kujidhihirisha kwako. Amen. Ni wewe tu ufanye maamuzi, umpatie moyo wako. Bwana sifiwe sana. Mimi jirani yangu, mpatie Mungu moyo wako. Wengi nimegundua wamempatia Mungu tu ulimi na wanampatianga tu masaa kidogo. Ulimi. Na ulimi ni muovu sana. Patia Mungu moyo wako, atakuwezea ulimi. Hello. Mwaisikia wale wanaongea alafu wanasema samahani, nile tu umenipata nimeokoka. Sasa mtu akishafanya hivyo, akishaongea na nakwambia samahani, nile tu nimeokoka. Huyo akumbali atakuelewa wokovu ni nini. Huyo ni mtu ambaye uko kwa ulimi huko moyoni. Iingie moyoni mwako. Yeremia anasema ulimi, moyo wa mwanadamu ni mnafiki na una ugonjwa wa kufisha. Ni nani atakaoweza moyo? Patie Mungu. Moyo ni mfisadi. Moyo ni mfisadi. Moyo ni katili. Moyo ni kalulu, jua kalulu. Anajua sana. So ukitaka kuishi maisha ambayo yana utulivu hali zote, pe Mungu moyo wako. Paulo anamwambia Timotheo, nyakati za mwisho hizi zinahitaji mtu ambaye anatosheka ndani ya Mungu na ana kichwa cha Mungu.
Zuri inasema godliness and contentment. Na jao na kuyani waninge. Mungu hawezi kukutosha ukimweka kwa ulimi, mweke kwa moyo. Na moyo wako akiudhibiti, maisha yako utaona raha, utaona matunda. Ni wengi tu wanasoma mstari ule katika Mathayo 18:11-28. Inasemaje hiyo? Usiangalie hiyo, ni mstari wa kukariri ndio tupate utangulizi wa kuingia kwa mafundisho mabaya. Mathayo 11:28. Nani anaijua hiyo inasema namna gani? Atumenyamaza. Atiwe ubiri. Mathayo 11:28 yasema vipi? Tuseme sisi wote pamoja. 1 2 3. Oi. Sunday school nani hapo tayari kusema? Sunday school Mathayo 11:20, na wale wengine wanaenda kwa Google, naenda kwa simu. Usijaribu. Mara ya kwanza nani anajua? Mwenye alikuwa anajaribu pia ameacha. Jioni kwangu nyinyi mumeanza kusoma kwa Bible na kule hajasoma Bible. Haya sasa iseme basi vile inasema. Nani anasema mmoja? Ile mkono asimama na useme. Jioni kwangu nyinyi wote mnaolemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Ako sawa? Mmoja amesema hapana, haya sahihisha ni wapi? Kile kusahihisha shika hili hapa. Watu utuzo. Na kulemewa na mizigo mizito, nami nita huo mstari unaofuata mbele hiyo. Useme kwa sauti, Baba, unajua wewe ndio askofu wangu. Maana mila yako ni laini, mzigo wangu ni mwepesi. Huo unaofuata. Umejaribu hata wewe shika kunywa chai. Utaona sana tukiuliza mstari watu wangapi watakuwa tayari. Haleluya. Anasema njoni, mzigo wangu si mzito na nira yangu ni laini. Mjifunze kwangu nani mtaionea raha mioyo yenu raha. Rest. That's the one we're going to tafuta. Rest, pumziko ama raha. Moyo wako kupata raha inamaanisha mambo mengi yanaweza kuwa yanakubika, yanakufanyikia, lakini hayaathiri mtazamo wako wa Mungu. Hayaitilafiani na imani yako kwa Mungu. Kilichomsababisha Ayubu licha ya maudhi na masumbuko yote aliyojipata nayo kuweza kubaki tu na kusema ninajua mtetezi wangu yupo. Ni mapito tu haya ninayoyapitia na nitamuona. Ayubu moyo wake uliambatana na Mungu. Hujamuuliza mbona wakati mwingi watu wanapopatana na matatizo ulikuwa unataka iwe kwa nani? Kila mtu ana mapito, na katika yale mapito ni wewe unayemjua. Katika mapito yako atakusaidia. Mwenye kuna majira unaweza tamani mchungaji Mungu amuongeleshe, aseme shida yako. Hiyo ndio siku unaenda ibada, hata kukuangalia hakuoni, mpaka unajiposition hakuoni. Unapata akumbali na wewe. Wao wanasema hiyo kanisa hata Mungu hajui kwa hapo. Anajua wewe ndio hujajua Mungu ako wapi. Hayupo mbali na wewe. Mungu anapaswa kuishi moyoni mwako. Anapaswa kuishi ndani yako. Amen. Kwa hali zote, majira yote. Basi twende katika neno la Mungu, kitabu cha Mwanzo sura ya 14. Nataka kuzungumza kwa maneno mafupi tu. Ni saa hilo na dakika kama 35 zijazo. Nataka kuzungumza habari za mtu anaitwa Melkisedeki.
Melkisedeki na Abrahamu. Melkisedeki na Abrahamu. Melkisedeki, jina hilo linamaanisha Melki ni mfalme. Melki. Na huyu ni mfalme wa haki. Mfalme ama kuhani mkuu wa haki. Kuhani mkuu wa amani. Asiye na mwanzo wala mwisho, asiye na baba wala mama. Hatujamsoma mahali pengine Bibলিani kuona utangulizi wa mwanzo wake wala mwisho wake. Anatajwa tu hapo kitabu cha Mwanzo, na kwa pengine ananukuliwa ni katika kitabu cha Waebrania. Na Biblia inamsema kwamba ni mfalme ambaye hana mwanzo wala mwisho. Kwa hivyo tafsiri yake, Melkisedeki ni aina ama mfano wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiye Alfa na Omega, ndiye mfalme wa amani, ndiye mfalme wa haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna mambo fulani ambayo yalitukia kati ya Ibrahimu na Melkisedeki. Hii ni baada ya Lutu ambaye aliishi na Abrahamu, ni mwana wa nduguye Abrahamu ambaye alikuwa ameshafariki. Akamwacha Lutu chini ya uangalizi wa Ibrahimu. Andiko anasema wakakaa pamoja maeneo hapo, walienda kupiga kambi, wakakaa. Andiko anasema Abrahamu alikuwa na wafanyikazi na mifugo wake. Lutu naye alikuwa na watendakazi wake na mifugo wake. Ikafika wakati mali zao zikaongezeka. Ikawa sehemu walimokaa ikawa ni ndogo, haiwatoshei. Kukaanza wao kufurugana. Wakawa hawana amani miongoni mwao. Ikachukua muda mrefu mpaka wakati mmoja Ibrahimu akafika mwisho, akasikia amechoka kukaa na huyu bwana Lutu. Akamwambia Lutu, maana watu wako ni kama watu wangu. Naomba tuweze kukaa kwa amani. Na ili tukae kwa amani, sababu mali yako imeongezeka na ya kwangu, nafasi tulionao haitoshi. Akamwambia Lutu, basi sasa naomba wewe chagua, nakupa fursa ya kwanza uchague. Ukichagua kwenda kaskazini, mimi nitaenda kusini. Ukichagua kwenda mashariki, mimi nitaenda kaskazini. Na Lutu mahali walikuwa, Biblia inasema alipoinua macho yake aliona upande wa chini kule ambako ni kusini, south. Akaona nchi iliyo tambarare, iliyokaa ni kama ina majani mabichi, rangi nzuri ya kupendeza. Kwa haraka akasema, mimi nateremka huko naona kuna majani ya kutosha wanyama wangu. Wakatengana. Abrahamu alipoachwa mahali aliachwa, akiwa hapo, Biblia inasema akiwa hapo Mungu akaongea. Akamwambia Ibrahimu, inua macho, tazama nchi yote unayoiona nimekupatia wewe. Itakuwa urithi wako wewe na uzao wako hata baada ya miaka nyingi. Na Mungu akampatia Abrahamu ahadi kwamba atamjenga, atamkuza, atapanua mipaka yake tangu ile siku. Sasa nataka tusome kifungu kidogo hapa, mstari 17 mpaka 20, sura hiyo ya 14 Mwanzo. Biblia inasema hivi katika lugha ya Kiswahili, mstari wa 17 inasema, Abrahamu aliporudi kutoka kumpiga Kedorlaoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodomu akatoka amlaki katika bonde la Shawe, nalo ni bonde la mfalme. Na Melkisedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani mkuu, kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akisema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mkononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Mfalme wa Sodomu akamwambia Abrahamu, nipe mimi hao watu na hizo mali uchukue wewe. Abrahamu akamwambia mfalme wa Sodomu, mstari wa 22, Abrahamu akamwambia mfalme wa Sodoma, nimeinua mkono wangu kwa Bwana Mungu aliye juu sana,
muumba mbingu na nchi, ya kuwa sitatwaa uzi wala gidamu ya kiatu wala chochote kilichoko chako, usije ukasema nimemtajirisha Abrahamu. Isipokuwa hivyo walivyokula vijana na sehemu za watu waliokwenda nami, yaani Aneri na Eskoli na Mamre, na watwae wao sehemu za. Nimekupa utangulizi kidogo. Sasa hadithi hii mahali inaanzia, habari hizi ama taarifa hizi ni baada ya muda sasa, baada ya Ibrahimu kutengana na Lutu. Ilifika wakati fulani kukatokea vita maeneo yale Lutu alikwenda, ambayo ni nchi ya Sodoma ikikabiliana na Gomora. Huko ndiko Lutu alikwenda kupiga kambi. Mmoja wakavamiwa, Lutu akatekwa nyara, yeye na wakaaji wa ule mji na vitu vyao vyote. Basi Biblia inanukuu kwamba ilikuwa ni baada ya kupata kurejesha mateka na wale wafalme wanne ambao walijitokeza kuwa pamoja na Ibrahimu kuja kuchukua mali yao, baada ya Ibrahimu kumrejesha ama kumkomboa Lutu, ambayo alikuja akiwa na utajiri mkubwa. Kizungu inaita great spoil ama booty, BOOTY. Alipokuwa amebeba rundu nyara ya vita, hapo ndipo alikutana na Melkisedeki, mfalme wa Salemu. Salemu ni neno inamaanisha Yerusalemu. Neno Jeru inamaanisha mbegu. Salemu, Jeru, uzao wa amani, mbegu ya amani. Sasa Jerusalem ama Salem, huyu mfalme ama kuhani mkuu ambaye alikuwa ana function sehemu ya huyu mzee ama kuhani huyu anaitwa Melkisedeki katika maisha ya Ibrahimu, alikuwa kama anawakilisha Mungu. Alisimama kwa nafasi ya mjumbe wa Mungu kwa Ibrahimu. Kwa hivyo Ibrahimu alipomtolea uzao wa kwanza ama fungu la kwanza, akampatia fungu la 10 la kila kitu. Mstari wa 17 umesema mahali hapo walipokutania panaitwaje? Umepaona? Kedolaoma. Na hapo ndipo walikutania na huyu mfalme na wafalme wale wengine wa Sodoma walipokuwa wametoka katika lile bonde ambalo linaitwa Shawe ama Sheve, ambao ni kwa lugha nyingine ni bonde la wafalme. Bonde la wafalme, the valley of kings. Kumbe there are valleys of kings. Kuna mabonde ambapo yanaashiriwa kwamba ni bonde la wafalme. Sijui unapitia katika bonde zipi katika maisha yako. Sitaki nijaribiwe nianze kuongea habari ya mabonde, nataka kuongea tu habari za hao watu wawili, Ibrahimu na Melkisedeki. Naomba ufunguke mawazo. Bwana asifiwe sana. Huyu mfalme ambaye ama huyu kuhani mkuu, mfalme wa Salemu, Melkisedeki, tumeambiwa alimletea Ibrahimu mkate na divai. Mkate na divai. Nimesema yeye alikuwa anawakilisha Mungu. He was representing God in Abraham's life. Alama moja ya kutambua mtu aliyeandaliwa kwa ajili yako na Mungu ni vitu viwili. Maisha ya mtu yoyote ambaye ameokoka, maisha yako ya wokovu unawiri, inategemea mambo ama vitu viwili. Jambo la kwanza inaitwa mkate. Jambo la pili inaitwa divai. Bwana sifiwe sana. Wewe ukatambua aliyetumwa na Mungu kwako kwa ishara na miujiza na maajabu. Utamtambua aliyetumwa na Mungu kwa maisha yako kwa ishara ya neno ama mkate
na divai. Hizo ndizo maisha yako ya kiroho inahitaji. Miujiza ni ishara za waamini. Wewe umeamini, usimfuate mtu kwa sababu ya ishara anazozitenda. Usimfuate mtu kwa sababu ya miujiza anayoitenda. Yesu anasema siku hizo watatokea manabii wengi wa uongo na makristo wengi tu. Watafanya ishara, hata watafanya mwanga ama jua kuwa kama damu, na watafanya mambo makubwa wakiwa na lengo moja, ili kuwarai na kuwapotosha waliowajia ile ya imani. Kwa hivyo inabidi ujue usalama wako, kuendelea kwako, kudhibitika kwako, kustawi kwako katika maisha yako. Wewe unayemcha Mungu, wewe unayemtegemea Mungu, wewe ambaye umeokolewa, unapaswa kujua mambo ambayo ni ya muhimu sana. Kama utaendelea, kama utafaulu, kama utafanikiwa aidha maishani, chochote chako kama kitatamba, itategemea sana kwa sehemu kubwa mtu fulani katika maisha yako. Kuna mtu fulani ambaye umeandaliwa na Mungu. Huyu mtu amewekwa kwa nafasi akuweza kutangua mafungo na mafundo ulizofungiwa katika ukoo ulikotoka, na laana za kiukoo na za jamii. Kuna mtu mmoja ambaye ukitambua huyo mtu ni kama anawakilisha ama ni mwakilishi wa sauti ya Mungu, ni mwakilishi wa Mungu katika maisha yako. Tunaishi katika nchi, tunaelewa kuna watu tunawaita waheshimiwa, ambao ni wawakilishi wa maeneo bunge, wawakilishi wa maeneo ya kata hizi ndogo ndogo huku, wanatuwakilisha, wanawasilisha hoja, wanawasilisha mahitaji na matakwa yetu katika bunge zao, wanazijadili, wanaongea kutuhusu, wanapeana mambo yale ambayo ndio kipaumbele, mahitaji katika nyanja hizi. Humu mashinani kuna vikao, hata katika soko ya Salama kuna watu fulani ambao wamewekwa ili kutuwakilisha. Wanapaswa kutupatia habari, ni mambo yapi yameidhinishwa, ni mambo yapi yanapaswa kutendwa wapi, ni vitu gani tumetia vipaumbele. Kwa mfano, mji wa Salama una shida na ukame ya maji, tuna matatizo ya maji, na kila mwaka kunapeanwa hiyo jambo kujulikane watu walio mtaani kama nyinyi, ni nini kipaumbele, what is prime, what is the most crucial thing ungependa kifanye. So in your life also, kama vile tu katika serikali za duniani kumeweka watu wamegawa viwango. Kuna mtu ambaye amesimamia kata, mwingine amesimamia katika wilaya, mwingine amesimamia jimbo. Hawa watu wote wamewekwa, wako pale, wamesimama kwa nafasi ya rais, wanawakilisha ofisi ya rais. Ukienda kijijini mwako ama mitaani za hapa, utapata ofisi wa mtu anaitwa chifu. Katika ofisi ya chifu kibao kimewekwa kibango kinasema ofisi ya rais, office of the president. Hakuna siku utaona Kibaki ama Uhuru amekuja kwa hiyo kwa ofisi. Hata DC kumuona kwa hiyo ofisi ni nadra, lakini kwa village kuna ofisi pale inasema office of the president. Hapo kuna sub chief, hapo kuna chief. Unaenda level nyingine unapata mtu anaitwa district commissioner ama sub county commissioner, imeandikwa the office of the president. Na kuna wengine ambao wanawakilisha governor, kuna wengine wanawakilisha senator, kuna maofisi mengine wanawakilisha women rep. All these offices ziko pale kuwakilisha mahitaji yako kule juu, kupeleka haja yako pale juu ikajadiliwe. Bwana sifiwe sana. Na katika ibada ya leo napenda ujue ya kwamba Mungu ana nia njema kukuhusu. Mungu ana kusudi linalohusu maisha lako, ambayo ni bora ya kukuboresha, ambayo ni njema ya kukupatia upeo wa juu. Mungu anakuwazia mema. Lakini ndio hiyo process ikamilike, maana kuna ofisi zingine ukiruka utaambiwa rudi kwanza.
Mungu anakuambia rudi kwanza. Unataka cheti cha birth certificate na hauna hata ile, anakuambia enda kwa chifu wa mtaa wako akakuandikie barua kututambulisha wewe ni nani. They are representatives. Hallelujah. Ndio kama una mtu analala mwambie inuka ende nyumbani. Ndio anasema. Sit hapo you walk out. Hallelujah. Representative. Mwakilishi. Sasa hapo kuna mtu anaitwa Melkisedeki. Amekuja kwa niaba ya Mungu. Amebeba hoja ya Mungu kwa Ibrahimu. Amebeba mpango wa Mungu kwa Ibrahimu. Mungu amemnena Ibrahimu mbarikiwa. Mungu amemnena Ibrahimu mambo mengi, lakini kuna link, kuna kiunganishi Mungu anataka. Wala sikwesha. Na hapo ni watu wengi wanaibiwa, wanaporwa, wanaelekezwa kusikofaa. Biblia inasema huyu Melkisedeki alipokuwa wa kwanza kukutana na Ibrahimu, alimhudumia kwa mkate na divai. Na baada ya hapo unaona kwatokea wale wafalme wengine. Na unasikia Ibrahimu anamwambia mstari wa 25, ya kuwa sitatoa uzi wala damu ya kiatu wala chochote kilicho chako, usije ukasema ulimtajirisha Ibrahimu. Mstari wa 22 anasema Ibrahimu akamwambia mfalme wa Sodoma, nimeinua mkono wangu kwa Bwana Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi, ya kuwa sita. Ibada iliyopita nimesema unapaswa kumakinika, ujue majira fulani ya maisha yako, ujue msimu fulani wa maisha yako, a season in your life. Amen. So katika maisha ya Ibrahimu kuna mtu alikuwa amebeba kauli, sio nasema kauli mbivu, neno la wakati, neno lililofaa Abrahamu kuisikia kabla ya jambo lingine lolote kutendeka, kabla yeyote mwingine hajaingia katika maisha ya Ibrahimu. That day ametoka vitani, amechoka, licha ya kwamba ana ushindi. Je, mwaijua kwamba Wakristo wengi hupoteza baada ya ushindi? Je, umewaigundua kwamba watu wengi mashujaa huangamizwa baada ya kushinda na ushindi mkuu? Shetani anajua ni majira gani your guard ziko chini. Hallelujah. Shetani anajua watu wengi huanguka haraka baada ya vipindi vizuri. Hawaanguki wakati wa magumu, wakati wameshinda, wakati ni sherehe, wakati kuna mbwembwe na karamu. Hapo ndio wengi hupoteza imani. Hapo ndio wengi huchanganyikiwa wakampoteza mbegu ya uzao wa ufalme. And that's why unapaswa kujua ni nani Melkisedeki katika maisha yako. Paulo analia, anawaambia wapendwa, ninawaambia habari hizi hata kwa machozi, kwa sababu ninafahamu yamkini baada ya mimi kuondoka atakuja, na lengo lao ni kuja kujinufaisha kwa mazao ambayo umezalisha. Watakuja
kuwarai, kuwateka nyara ili wajitajirishe kupitia jasho leo. Anaambia kama vile tu nyoka alikuja shambani, atakuja. Usalama wako, hifadhi yako ni yule mtu aliyewekwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Sijui kama unajua huyo mtu maishani mwako ni nani. Sijui. Hiyo ni jukumu lako umjue ni nani. Na baada ya huyu Melkizedeki kutokea maishani mwa Ibrahimu, Ibrahimu akapokea kutoka kwake. Mstari wa 19 inasema, Kizungu inasema he blessed him, alimbariki. Naomba nikusaidie kidogo kwa sababu wewe haufanani. Mimi husoma Biblia yangu sana kuliko sana, naomba nikufundishe. Sura ya 12 Mwanzo, Mungu anajitokeza kwa maisha ya Abrahamu. Anamwambia Ibrahimu, ondoka. Toka kwa watu wako. Toka kwa milki ya urithi wako. Uondoke uende mahala nitakapokuonyesha. Ibrahimu anatii, anaondoka. Na Mungu anamwambia Ibrahimu, nitakubariki. Nitafanya jina lako kubwa. Utaitwa baba wa mataifa. Atakaye kulaani nitamlaani. Atakaye kubariki nitambariki. Atakaye jaribu kushindana na wewe hataweza. Sura ya 12. Mungu ashamwambia Ibrahimu, nimekubariki. Sasa sura ya 14 inatokea baada ya yule mtu aliyeambiwa na Mungu ondoka, ameondoka. Ametembea mwendo miaka 13 huku wanalumbana, amebeba mzigo usiofaa unaitwa loto. Wanalumbana huku na huku. Wakati wowote unabebana na watu wasiofaa, wanahatarisha maono yako, wanahatarisha ndoto ulio nayo, wanahatarisha huduma ulio nayo, wanahatarisha ukuu ulio ndani yako. Maana maadamu umesombana na wao, hawakupatii nafasi ya kuweza kuotesha. Kuna watu unakaa na wao maishani, kila siku niko kuna kiswe, kila siku unajuta, unamuka, unashangaa ni yapi hapa, ni nini hii? They choke the seed of greatness in your spirit. Kuna watu wakikaa na wewe, utakawia sana kufika unapopaswa kufika. Naomba Mungu atuokoe na watu wa aina hiyo maishani mwetu. Hapa naona watu walio na karama za ajabu, lakini zingine zimenyongwa. Menyongwa na nani? Lord. Na wakati umebebana na wasiofaa, kuna maneno utayasikia, kwa sababu kuna mtu hatakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika huduma nimewahi kukutana na watu, nimekuwa wachungaji wao. Watu fulani wakija wakinitafuta, wanawageuza. Anawaambia hayuko karibu, lakini vile unataka mimi naweza nikakusaidia. Anawaambia hapana, ni nilikuwa nataka. Anambia hata naweza nikuonyesha kama uniamini, una mchungaji mwingine ana upako zaidi ya huyo unataka. Inakwambia duniani kuna watu na viatu. Watu unapaswa kuelewa who is your God set. Ni nani Mungu ameweka. Kuna majira fulani inabidi niende gharama zaidi, niende kwa mtu ambaye najua huyo mtu akiongea ushauri wake ni Mungu amepeana.
nikiyashika maagizo yake, kile nilikuwa nang'ang'ana nacho kinaondoka. Nikiyashika mawaidha yake, naona njia. Kuna season iko mbele yako, but tunahitaji ku prepare the ground. Ni akina nani? Sio kila mtu ako na wewe anaenda uendako. Sio kila mtu akina yeye anasema haleluya amen na anamaanisha unavyojua. The next levels of your life inahitaji separation. Inahitaji distance. Kumekuwa na social distance. Na kweli imekuwa social distance, badala ya keep distance, social distance. Hata wengine wamesahau kupiga simu because it is social distance. Sasa there are people utabidi useparate. Kuna watu wakikaa na wewe, you will never progress. Hallelujah. So huyo anakuja kwa maisha ya Ibrahimu. Mungu alishatangulia kumwambia Ibrahimu. Mungu mwenyewe aliongea kwa Abraham, will bless you. But verse 19, huyu Ibrahimu ametoka kwa vita. Jambo la kwanza, amechoka. Wakati umechoka, sio kila mtu ana neno la kukufaa. Wakati umechoka, sio kila mtu ana taarifa unazozihitaji. Isaya anasema, nashukuru Mungu kwa ajili ya neno hilo, anasema amenitia mafuta na amenipa ulimi wa mweledi ama msomi. Ninalijua jinsi ya kulitamka neno linalowafaa kwa wakati unaofaa, kuwatamkia walio na uchungu mioyoni, kuwatamkia walio na uzito. Hallelujah. Wakati huo unahitaji tu a certain kind of a person in your life. Kuna watu walipoteza opportunities because of people waliongea. Wapendwa, there is a season inaona mbele yetu, inaninyima raha ya kulala. Natamani tuvuke wote, lakini haitawezekana kuvuka wote. Kuvuka kutakutegemea wewe kiasi kikubwa. Anamwambia Ibrahimu, akambariki. Nataka usikize ndio anambariki Mungu. Anambariki Ibrahimu. Hebu ana mstari wa 19. Umefika? Anamwambia Ibrahimu, akambariki akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi. Amembariki kusema aje? Tuseme pamoja. Akambariki Abrahamu kusema nini? Abarikiwe Abrahamu na Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi. Kiswahili nasema hivi. Kiswahili nasema blessed be Abraham. Is it Abraham or Abraham? Abraham or Abraham? Abraham. Abraham. Not yet Abraham. Hello. Abraham of Most High God. In other words, anamwambia Ibrahimu, kama kuna chochote nitakupatia, kinatokana na huyo aliye juu, ambaye wewe ni wake. Wewe uliye wake. Huyo ambaye wewe ni mali yake ndio ameniachilia, ndio amenituma kuja kwako, ili nikupatie habari hizi, ili nikutangazie baraka hizi. Kumbe maana nyingine, sio kila anayekwambia barikiwa hana uwezo wa kukubariki.
Na ninarudia tena, sio kila anayekwambia dada barikiwa ana uwezo wa kukubariki. Aliye na uwezo wa kukubariki ni yule ambaye ameelekezwa kwako na Mungu, yule ambaye roho yako na roho yake zinaambatana. Yule ambaye roho yako iko radhi kunyenyekea chini yake. Ndio maana Biblia inasema si rahisi aliye mdogo kumbariki aliye mkuu. Lakini sisi licha ya kwamba tu wadogo kuliko Mungu aliyemuumba wa mbingu na nchi, tunamwambia Bwana tulibariki jina lako. Kwa nini? Waroma mlango ule wa 8 mstari wa 16, 14, 15, 16 inaongea juu ya roho wa Kristo aliye ndani yetu. Amen. Kwa sababu ya huyo roho, na huyo roho ndio anasababisha tunaweza kupokea walio ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. You are God sent. Roho yake na yako zinaambatana. Kama ziambatani, nothing. Hallelujah. Nasikia Yohana 15 Yesu anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Na neno langu likikaa ndani yenu, ombeni lolote na mtafanyiwa na Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisikii kukimbia, maana kukimbia ninaguza somo ambalo si nyepesi na si rahisi. Maana tumezoea tu pokea, na ulizaji unapokezwa nini? Anayekupokeza ni nani? Unaweza kupokea rahisi sana kwa haraka kwa madhabahu ya giza, lakini kwa madhabahu ya nuru kupokea ni roho yako kuandamana na roho inayofanya kazi kwa hiyo madhabahu. Kutetewa na madhabahu unayotumikia ni roho yako kuambatana. Ukijikuta kwa madhabahu unafanya ukinungunika, tafuta ujiweke sawa, maana itanyonga kila kitu mikononi mwako. Haitakuwa na radhi kwako, haitakuwa na ufanisi yoyote taksilia kwako. Na shetani anajua kutupiga vita rahisi, anajua kutupiga vita rahisi kwa sababu tumekuwa wepesi wa kusema na hatuzingatii mioyo yetu tunasema nini. Niposa tunapanda wakati wa kuvuna hatuvuni. Swali ni unipanda wapi? Maana apandaye uvuna. Bwana sifiwe. Blessed be Abraham of Most High. Kizungu inasema possessor of heaven. Neno possess sio muumba, ni anayemiliki mbingu na nchi. Mwenye mbingu na nchi ndio anabariki Ibrahimu. Anabariki Ibrahimu kwa sababu Ibrahimu na yeye wako na agano. Hallelujah. Nikaomba nisaidie mtu. When you are in a covenant relationship with God, wherever you go, He will be there for you. Hallelujah. So, anabarikiwa na the possessor of heaven. Mbingu ni mali yake na nchi ni mali yake. Bwana sifiwe sana. Na akampatia fungu la 10. Na alipompatia mstari wa 20, baada ya kumbariki Ibrahim, baada ya kufanya hivyo, and he blessed, and he said, and blessed be God
ukibarikiwa na aliye na mbingu na nchi, nani atakulaani? Nani? Alafu anamwambia yeye aliyewapatiana maadui zako mikononi mwako. Nani amempatia Ibrahimu ushindi? Mungu. Nani anatupatia kutamba? Mungu. Nani anatupatia favor, kibali? Mungu. Nani anatupatia popote tuendapo unatokea unatambulika? Mungu. Mwenye mbingu na mwenye nchi. Unatokea kijijini. Kwa kawaida kijiji kinapaswa kuwa na watu wakizidi sana 500. Hiyo ndio current statistics. Ndio maana mwingine watu wanaambiwa hawajatoshea kuitwa location ndio wafikiwe. Wanasema inapaswa kwa hiyo sijui yenu kwa ngapi. Unatokea hivi mwejulikana. Tanzania kuna wazee wanaitwa wazee wa mitaa. Maana wanaishi ujamaa. Naitwa ujamaa. Ukilandi hivi mwenyeji wako kabla hujafika alishapeana ripoti, ninaongojea kumpokea mgeni fulani kutoka Kenya. Na atakuja hapa nitakaa na yeye siku kadhaa. Unafika kabla usiku huo, labda ufike usiku. Kabla usiku ijaingia anapaswa kuja kukupokea. Apate habari yako. Wewe umetoka wapi Kenya, umeingia karibu kwetu, tunakaribisha, utakaa siku ngapi? Anakuhakikishia usalama wako. Mwambia yoyote asijaribu kukutisha. Representative. Bwana sifiwe. Sasa Ibrahimu anaambiwa at the most high, the possessor of heaven and earth, bless you. There's a message anataka ingie into you. Inamaanisha wewe ukiambatana na Mungu ipasavyo, au ngangani kuwa noticed. You don't struggle to be noticed. Bwana sifiwe sana. Unajua kuna watu wengine tunaingia hapa mjini hivi, unatambulika wewe ni mgeni. Sema huyu mtu anakaa. Si mavazi, si sura yako, roho aliye ndani wewe. Roho aliye ndani wewe. Abraham, be blessed of the Most High. Nami nakutangazia leo, ubarikiwe na huyo Mungu. Amen. Maana akikubariki nakwambia umebarikiwa. Amen. Watuelewi kubarikiwa ni nini? Nafikiria kubarikiwa ni vile nimetoa hiyo 200 nikapatia huyo 100 nikapatia huyo 100. Hiyo si kubarikiwa. Hiyo sio kubarikiwa. Hiyo ni kukabidhiwa ama kutunukiwa. Kubarikiwa unawezeshwa. Kubarikiwa inamaanisha umewezeshwa. You have been empowered, you have been enabled. Chochote kile ulikuwa unafanya kwa kung'ang'ana, unaacha kung'ang'ana ukifanya. Mahali ulikuwa ukitokea watu wanakukataa, wanaanza kusalimu amri. Hiyo ndio inaitwa kubali. Akamwambia Ibrahimu, yeye mwenye mbingu na nchi amekubariki, nami kwa jina lake nakubariki. Siwezi tamka neno lingine kando na lile mwenyewe wako alisema. Mwenyewe wako alivyokusema, nasema hivi kuidhinisha yale maneno ya mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ningesema baada ya hapo basi mstari wa 21, the king of Sodom said to Abraham, nipatie utajiri huu, nipatie mali. Kamwambia nipatie watu ubaki
akabaki na mali. Ibrahimu akamwambia, tena kusaidie. Mali inaashiria baraka, lakini baraka yenyewe ipo ndani ya watu. Mtazamo wako kwa watu ulivyo utategemea ni nini watu wanaweza kupeana kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Your perception of people is key. If you walk in treasure, if you walk in blessings of goods. Bwana asifiwe sana. Sasa nataka kumaliza niende haraka kidogo. Melchizedek anaashiria, is symbolically functioning in Abraham's life as an apostolic voice. Melchizedek katika maisha ya Ibrahimu alikuwa kama mtume aliyetumwa. Alikuwa kama nabii aliyekuwa amebeba sauti ya Mungu kwa wakati uliokuwa unafaa kwa maisha ya Ibrahimu. Na alitokea wakati madhubuti, wakati mwafaka, baada ya Abrahamu kutoka vitani, akajitokeza. Na alipojitokeza anafanya nini? Anamhudumia Ibrahimu, na baada ya kumhudumia kwa kumuuisha kiroho, kumsababisha aburudike maisha ya roho, kwa kumpatia mkate, neno la uzima, na kumnywesha divai. Divai hapa inaongea mambo mawili. Moja ni roho, pili ufunuo. Baada maisha yako itoke kiwango kimoja kwenda kingine, kubadilika kwa maisha yako haihitaji neno peke yake, inahitaji ufunuo. Na unapopokea ufunuo, huo ufunuo unatumiwa kujenga ngazi za fanaka maishani mwako. Petro, wakati Yesu aliuliza katika Mathayo 16 nasufiri, akauliza watu wananinena kwamba mimi ni nani? Wakasema wengine Elia, wengine wakasema Yohana Mbatizaji amefufuka, wengine ni Yeremia nabii wa kale. Yesu akawaangalia, akawauliza, na nyinyi mwaninena kwamba ni nani? Petro akasema, wewe ni Masihi. Yesu akamwambia Petro, damu na nyama haijakupatia hii, ni Baba yangu. Ufunuo unakaa na Baba. Siri za Mungu zinapatikana na wanaomtafuta Baba, naye Baba anatafuta wamtafutao, wamwabuduo kwa roho na kweli. Baba ako na biashara, kuna watu fulani anatafuta. There are specific people anatafuta. Sikia nikwambie, hata kuokoka, Biblia inasema Baba anavutia. The Father attracts, the Father brings us. Yesu anasema watu nilionao ni wale Baba amependezewa. Ufunuo. Mpendwa, season zilio mbele yako inataka ufunuo. Kwa kizungu tunasema the revelation in your life of God, the revelation of what God is going to do causes elevation. Makes you connected, right? Inakuunganisha ipasavyo na inaleta kuinuliwa. Inaadhiri viwango, inaadhiri miingiliano yako na watu. Revelation. Ukikosa the revelation, hautajua Loto ni nani. Loto wa Abrahamu alikuwa ni mtu physical. Loto wengine tulionao sio physical people, ni spiritual. Na mambo spiritual unahitaji spiritual revelation. Na mambo spiritual revelation chanzo chao is the word of God. Huwezi kuwa na spiritual revelation na neno la Mungu ndani yako ni nadra. Huwezi kuwa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamhudumia.
Nisikiza nikwambie, baba yako ya kiroho, your spiritual father must provide two things in your life. Must. Sijui ni nani, I don't know who you call your spiritual father. Huyo unaitanga your spiritual father ndio qualify kwako wewe kumuita father. Two things. The word and the wine, the spirit. Revelation. Revelation. Fuata mtu, mwite baba na msaidie with spiritual revelation. You're going nowhere. Nyote ni vipofu wawili mtatumbukia kwa shimo. That is the only thing that authenticates anybody to call another is my spiritual father. Ukiwekwa kwa mtihani ulize prove your spiritual father. The impact of your spiritual father in your life. Impact. Impact. Mungu atusaidie sisi watu uliokoka tuelewe. Impact. Just like in the physical, huwezi kutana na mtu hapa useme huyu ni babangu. So it is in the spiritual. What is the impact? Hiyo impact inatokana na nini? Hallelujah. Don't be attracted to somebody because of the suits you wear. The impact. The suit has no impact on you. It only has impact on you, not on you. On you it is an impression. Hallelujah. Kama that is not happening, forget about it. Spiritual nourishment. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. So Abraham alifanya hivi na akaendelea kufanya mengi. Hallelujah. Anamwambia, and blessed be most high God, who has delivered your enemies in your own hands. Bwana sifiwe sana. The second thing that I pray, alimwambia hivi, Ibrahimu alimpatia. So that inamaanisha before you give, ni nini natangulia? Spiritual nourishment. Hallelujah. Hallelujah. Unajua kama sikubariki, I don't have a right to demand anything from you, even to ask you anything. If I don't bless you, you don't have even a right to give your offering. That is too tough. See, Pastor, yeah, that is the truth. That is a waste. Because Mungu haukuji kusaidia Mungu na usaidii Mungu kazi yake. Hiyo ni mlango wa kurudisha baraka kwako. Amen. Na kama ubarikiwi hapo, beba pesa zako, kanunue mboga, kakule mandazi. Itakuwa ni heri hivyo. Who is your God sent? Ni nani Mungu ameweka to see seasons with you? Rebeka anamwambia Yakobo, wacha kukaa hapa umezubaa na jamaa ameenda anakuja kubarikiwa. Inuka, tafuta mwanakondoo pale nikutengenezee kama vile babako anapenda, ili akubariki kabla Esau hajakuja. Yakobo anamwambia mama, mimi sitaki kisirani. Na akinilaani, akamwambia ukilaaniwa hiyo laana wacha ikuje kwako. Anamwambia Yakobo, lazima tu ubarikiwe. Tufanye kitu ubarikiwe. Yakobo alikuwa kusikia Mungu kwake kulikuwa kuzito. Lakini kuna mtu alikuwa anasikia Mungu kwa niaba yake. Mungu akusaidie utambue nani anakusikia hapa Mungu. Akusaidie usikie tu sauti ya Mungu. Samueli akaitwa na Mungu
alizaliwa akapeana kwa madhabahu, na Samueli akiwa pale, siku moja Mungu anaitaka. Haleluya. Kuna ndugu moja hapa, sitamtaja jina, mara nyingi nikaa karibu na yeye, usituka anagoga na uliza umeniita, nasema mara moja, sema mara mbili. Kila kiongea hivyo naipokea na uzito. Nasema Mungu msababishe asikie vizuri kama ni wewe unamuita. Samueli akaitwa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu ndio alikuwa na jawabu. Mara ya kwanza alienda kwa Eli. Samueli hangefanyika kile alichokuwa awe asingeunganika kwa roho ya Eli. Your God sent may be weak. Your God sent anaweza kaa ni kamzee tu, anaweza kaa anatembea tu na mguu chuma, anaweza kaa tu hivi hivi, lakini huyo ndio kiunganizi chako kwa sauti ya Mungu. Ukikosa utakuwa unapatwa na kitu inaitwa guilty attacks. Unashambuliwa na kusikia una hatia, dhamiri yako. Na watu wengi wako hapo. Na Yohana anauliza, kama roho yako, dhamiri yako inakuhukumu, Mungu si mkubwa zaidi? Maana Mungu anaongelesha watu hivi. Kwa hiyo ibada kuna mtu anaongea na yeye. Miaka 5 iliyopita kuna sauti Mungu alikuongelesha, ukakosa kuelewa, ikakukosa kutoka huko, ikakurudisha chini. Hata ukajaribu kutaka kushughulikia kutoa maisha, shukuru Mungu haikufaulu na haitafaulu, lakini umesimama kwa mlango wa another season. Umesimama kwa nafasi nyingine na kuvuka. Ukisikia hii sauti, uitilie maanani, mambo ya maisha yako inaanza kugeuka. Sikia, haitageuka mara moja lakini step by step. Bwana Yesu asifiwe sana. So Ibrahimu baada ya kuhudumiwa akaburudishwa, naye alifanya nini? Alitoa. Bwana asifiwe sana. Ishara ya kwamba aliye juu yako ni nani? Ni kukuhudumia kwanza. Hiyo ndio tunatolea madhabahu za kishetani. Unaeleza masharti ya matatizo yako, alafu naambiwa ndio tufanye hivyo, lazima ufanye. Sasa that is an outrightly demonic altar. Na wewe kwa sababu umebebwa akili na kishetani unafanya. Masaibu yanaanza katika jina la Yesu, na kutenganisha na hayo madhabahu. Unganika upya kwa Mungu. Jirudie kwa Baba. Come back to your senses. Bwana sifiwe. Ndipo sasa baada ya Ibrahimu kuhudumiwa, akatoa kila kitu. Akatoa fungu, akatoa uzao wa kwanza, akatoa. Kwa nini alitoa? Alitoa kwa sababu kule kutoa alikuwa anajiunganisha na roho wa maongezi. He was joining to the spirit of increase. He was joining to the spirit of blessings. He was joining. Remember this. Walimu wa Kizungu mnaweza kuangalia hiyo kama iko kwa kamusi ya Kizungu. Blessings and blessing are two different things. Blessings are byproducts of blessing. Next time God willing to understand. Blessing inazaa blessings.
blessing ni singular, but iko na power to produce blessings. So Ibrahimu alipofanya ile alifanya, alijiunganisha with the spirit of increase, akajiunganisha because Abraham ilimaanisha it was nothing. Hakuwa licha ya kumbuzi tumombe huko, that was not anything, a blessing. Lakini Mungu alipotamka kwa maisha yake, ilianza kuongezeka. Na ikabika akatembea, Mungu akabidi akageuza jina, ikaongezewa sasa Abraham, Sarai, Sara. Ishara ya roho aliyopokezwa sasa inaathiri, inasababisha ana nguvu ya kuzalisha, ana uwezo wa kuzidisha, wa kujumulisha, wa kupanuka, wa kuongezeka, na sio tu kupanuka, kuongezeka, hata kudhibiti na kutawala. Nitokana na nini? Blessing. Na ilianza lini? When he connected. Wapendwa, Mungu anisaidie. Tumefunga hiyo Bible. Because the reason is this. Wengi wakati Mungu ana open season, the devil ana preach another gospel, tuna miss. Unafikiria ni kile uko nacho kinatakikana. No. Unahitajika ujiunganishe na mtiririko ambao haukatiki. Blessings. So when Abraham after alihudumiwa, kile alikuwa nacho at that time alipea. Na wale wengine wakamwambia akasema, mimi sitaki kitu. Isipokuwa vijana wale nilikuwa na wao, walikuwa na vijana, Abraham alikuwa na vijana 318. Sema isipokuwa chakula kile walikula, sitaki kitu kingine. Ili msije mkasema ulimtajirisha. Haleluya. Na Mungu akaanza kuunganisha Ibrahimu na barabara kwa barabara. Barabara za baraka. Na kuombea msimu huu unaingia. Kama utasikia sauti kwa ikiwa sawa kwako, ujiunganishe. May your seasons be bounteous. May your seasons be fruitful. May your seasons be seasons that ukikumbuka unaimba tu, unafurahia Yesu wako. Bwana sifiwe sana. Alipotoa fungu la 10, alijiunganisha to the increase, to his wealth. Alijiunganisha katika kutembea kwa ushindi katika na maisha yake. Bwana sifiwe sana. Wapendwa, Mungu wa kupeana ushindi. Sio kila mtu ana Mungu wa kupeana ushindi. Sio kila mtu ana Mungu wa kuzidisha. Ndio Paulo anawaambia wapendwa wa Filipi, anawaambia wakati walijinyima, wakajiunganisha naye kwa matoleo, wakasimama na yeye. Anawaambia na Mungu wangu. Na Mungu wangu. Kile nimeomba na mtu tukaona anang'ang'ana ananyongo. Nikamwambia nyongoko, kama kuna neno kama ile Kiswahili. Naambia nyongoko na kinacho kunyonga. Aliniambia nisijaribu pasa wetu ni mbaya, akijua ataharibu kazi zao. Nikamwambia nishaharibika already. Shanyongoka. Altars of the devil. Today may you connect to the altar of God. Today may you subscribe to walking in a dimension of overflow of increase. May the season unaingia multiply. Mimi siongei plus, naongea multiplication. Mungu akamwambia Abraham alimwambia multiply. Multiplication is a principle. Ndio unaona inachanganya watu wengi. 2 plus 2 is 4. But 2 plus 2 plus 2 plus 2. That is what 2 times 4 is. Meaning it is 2 times 4. 8. Watu wengi wanachoka hiyo marudio, kurudia. So hilo unajua inaitwa hiyo alama ya
kama kurudia rudia, moja mara moja. Moja enda kwa daktari anakuandikia meza moja ongeza moja. Nani aliyoiona imeandikwa hivyo kwa karatasi ya matembe? Moja ongeza moja mara moja. Hakuna. Anakwambia hapa ni moja mara moja kwa siku. Inamaanisha nini? Tembe moja hiyo. Lakini ikiwekwa moja ongeza moja, hiyo ni tembe mbili kwa siku. Na ni hatari. What principle is God giving to you of increase, of multiplication? Amen. Of multiplication. Na Mungu anakwambia wewe ndio unamata. Kilo umeshika kwa mkono ndio kitajalisha. Nikikupatia 10 mara moja ni ngapi? Mwalimu, nikupatia 50 mara 2 ni ngapi? Huwezi kuwa 2. Nifikiria ukipewa 0 mara 20 ni ngapi? Haiwezi badilika. Kwa nini? Kwa nini? Hakuna kitu. Unaona kuna 20. Sini 0 mara 20. Hizo 0 zote alafu una mara na 20. Ni bado ni 0. Na nikukupa 2 ujumulifu mara 5 ni ngapi? 10. Kwa nini? Mungu hajawahi pea mtu 0. Watu ndio wasilisha 0 zao kwa Mungu. Unaenda na 0, Mungu anakuangalia. Unataka baraka ya 0. So Ibrahimu alirelease, akaambiwa increase imeingia. Hallelujah. Imagine saizi hapa uko na 500 hapo mfuko. Kwambie niko na 500. Anakwambia nipe 500, nikupe 500. Alafu lete 100. Inakubaliana na maagizo. Unaniambia basi tu nipatie. Si unajua ninahitaji. Si ndio? What was the instruction? What was the instruction? Mungu ana present for you. The month of October iko na utele. The month of October iko na utele. Wakati Bwana alikuwa anaweka ile neno, alinirudisha nyuma. Mwaka wa 2000 na kitu hapo. Kama si 12-13. Mwezi wa 4. Nenda confirm kienda office. Sija confirm. The word, hilo neno Mungu aliweka moyoni mwangu. Ananiambia 10. What is 10? And look at your fingers. 10. Look at your toes. 10. What is it about? Akaniuliza, ukitolewa kidole moja utaitwa aje? Bwana siku. Kwa hiyo mkono wako mmoja, ukitoa kidole moja utaitwaje huo mkono? Utakuwa wewe uko nomo. Utakuwa unomo. Kwa hivyo namba 10 inaashiria complete. 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 Namba 10 inaashiria stability. Usawazisho na udhabiti. Mungu akusababishe mwezi huu, siku zilizosalia za mwaka huu, uone usawazisho. Ni nini ulipoteza? Jumapili alituambia anarejesha. Sijui kama huo unaunganisha lugha ile Mungu anakuongelesha. Anarejesha, anakusawazisha. Utele na udhabiti. Utele na
udhabiti. Ningekuwa wewe, ningejitengenezea slogan ya mwezi huu, utele na udhabiti. Nikiamka asubuhi naitangaza. Bwana siku sana. Haleluya. Ndio maana kuna mstari kila nikiongea inakuja. Isaya 33 mstari wa 6. Inasemaje kwa Kiswahili? Tufungie hapo. Tufungie hapo. Isaya 33 mstari wa 6 inasema namna gani? Inasema nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara. Si mtu sema hivyo. Nyakati zangu zitakuwa nyakati za kukaa imara. Nyakati zangu zitakuwa nyakati za kukaa imara. Nimekupunguzia kazi, sasa nisikilize. Nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara. Sasa nataka ujisemee hiyo neno kwa lugha yako ile unaifahamu. Nyakati zangu zitakuwa nyakati za kukaa imara. Nyakati zangu zitakuwa nyakati za kukaa imara. Yaani watu wanaongea hivyo. Nyakati zangu, sio zetu. Zangu zitakuwa nyakati za kukaa imara. Na sio tu kukaa imara, inaendelea na kusema za wokovu tele na hekima na maarifa. Kumcha Bwana ni hazina yangu ya akiba. Kumcha Bwana, wokovu tele. Unajua tele ni nini? Imejaa hazina na kutabiria katika jina la Yesu. Uingie katika nyakati za kukaa imara, nyakati za utele. Wokovu uwe kwako hazina ya akiba. Ukitembea umeokoka, usikutane na roho za hasara, roho za kutapeliwa na kuibiwa, roho za kuporwa, roho za kunyanganywa. Hizo tunazikataa. From this moment henceforth, I declare increase is your portion. Begin to experience the favor in another dimension. Begin to experience greatness of God upon your life. Utembee katika ukuu na utele. Utembee katika ujuzi na maarifa. Utembee katika hekima za nyanda za juu. Utembee na ufunuo wa kipekee. Kwa maneno ya kinywa chako, watu wale wamekuonea watawalwe. Kwa maneno ya kutoka kinywani mwako, waliojaribu kukuzusha, wao wenyewe watatumiwa kukuinua. Katika jina la Yesu, simama kwa miguu yako na uinue mikono yako. Natangaza juu ya mtu mchana wa leo, iwe kwako dhahiri shahiri. Yeye aliyekuokoa hajashindwa. Hakutetee, hakushikilie, hakuendeleshe. Kama vile maandiko haya yanasema, ninayaamini ya kwamba nyakati za maisha yako katika msimu huu, Bwana, ninaomba neno hili ulipulizie pumzi ya wokovu, pumzi ya uhai wako. Nyakati za wapendwa hawa, nyakati za maisha yao, za biashara yao, ya kazi zao, taaluma zote zao, iwe nyakati za kuimarika. Hautarushwa na pepo ama upepo wowote, ukaimarike. Wewe ni kama mtende aliyoupanda Bwana. Wewe ni miche aliyopanda Bwana, miche ya haki, mierezi ya Lebanoni. Hautang'olewa hivi, hautapeperushwa hovyo. Uwe na udhabiti, uwe na imara,
waliowakilishwa katika mlima huu. Mungu wangu, in the beginning ya nyanza, iwe hivyo kwao katika nyanza zote, hali zote, vipindi zote. Bwana, waimarishe. Nakataa roho ya magonjwa, nakataa kuathiriwa na upepo ama baridi katika maeneo tofauti. Utatembea ukiwa huru, utakwenda popote, una nguvu, utatawala, kwa sababu wewe umeteuliwa kutawala katika jina la Yesu. Uimarike katika jina la Yesu. Nasikia hivi ndani ya roho yangu, kuna mtu uko hapa, haisei miaka 5 iliyopita umepitia msitu, lakini Bwana anakurejesha. Kuna kitu kinaenda kuja upya, vitu zingine ulipoteza, sasa utakuwa na vingine vipya, kiwango kingine vipya, katika upeo mwingine, katika jina la Yesu. Usilie tena, hakuna tena kuchuta juu yako. Furaha ya Bwana ndio nguvu zako. Yale ambayo umeyapitia kuanzia sasa, ninakata mzululo wa mageuzi yako wa mafuatisho. The pattern of that thing, we destroy it right now katika jina la Yesu. Laana iliyotamkwa juu ya maisha yako na ivunja sasa, na ilaani na iharibu, ina nguvu. Wewe ni mteule wa Mungu, wewe ni mzao teule. Kuanzia sasa, neema ikujae katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Oh my goodness. Kuna mpendo hapa, miguu yako inafura hata sasa, unasikia imejaa hewa, imefura. Huwa nani? Shiarabakutai Masaya. Nani hapa miguu inafura sasa? Unasikia kukaa sana mahali na chatu weza pasa shataya makaya rikataya masanto ibazaya. I'm speaking with the person. Rikataya usantala mazaya katika jina la Yesu. Oh Bwana, walitembea jangwa ya miaka 40, hata miguu yao na viatu havikuzeeka. Natangaza hiyo miguu kuanzia saa hii, hiyo uvimbe na ukemea roho ya mapoza na matende, toka sasa, na kuapisha katika jina la Yesu. Hauna nguvu ndani ya mwili tena, hauna uwezo katika mwili. Tangaza uzima, natangaza uponyaji, natangaza nguvu za Mungu juu yako. Kuanzia leo, hiyo ni historia, na kutangaza mbarikiwa, teule wa Mungu, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, ninaomba na kuamini. Amen.